Ndugu zangu watazamaji popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kwenye ukumbi huu wa Tanzania News TV. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Siku ya tarehe 23 Aprili mwaka 2026 itakumbukwa kuwa siku ambayo jopo au kipenda tume ya aliyekuwa jaji Mohamed Othman Chande iliweza kuzika haki za Watanzania. Chande na tume nzima iliyoundwa na Samia asiyekuwa na mamlaka ya kuunda tume eti kwamba wachunguze uvunjivu wa amani kipindi cha kura mwaka 2025 Oktoba 29 na siku zilizofuata, waliweza kutoa ripoti wakieleza kwamba walioandamana walilipwa. Na kitendo hichi cha Chande kusema kwamba waliolipwa ama walioandamana walikuwa wamelipwa baada ya kukusanywa kwenye vikundi mahala ambapo waliweza kupewa mafunzo jinsi ya kuandamana, imenikumbusha Novemba, kipindi ambapo Samia aliweza kupea lile jopo au kipenda ile tume mamlaka ya kuchunguza uvunjivu wa amani. Aliwaelekeza mahala pa kuenda kufuata, akawaambia nenda mkafuate hotuba za Chadema kwamba no reform no election. Vilevile akawaambia nenda mfuate mambo haya, Samia must go, enda mchunguze. Akawaeleza kwamba waliokuwa wanaandamana walikuwa wamelipwa. Yale maneno ndiyo hayo ambayo Chande aliweza kuyazungumza kwamba walioandamana walikuwa wamelipwa. Ndugu watazamaji, uhuru umezikwa, demokrasia imezikwa. Hii tume ya Othman Chande ilikuwa tu ni kusafisha wizi wa kura ambao Samia aliweza kufanya. Jumla ya picha mnato 450, picha mjongeo 880 zilikusanya kwa njia mbalimbali, na baadhi zilikuwa zimesambamba mitandaoni kwa zaidi ya mara moja. Picha hizi zilipatikana na ziliwasilishwa na mashuhuda wa matukio, watoa taarifa vya vyombo vya ulinzi na salama na vyanzo vya wazi, yani open source, ikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Katika kubaini uhalisia wake, baadhi ya picha zilizochambuliwa na kufanya uchunguzi wa kisayansi kwa kutumia wataalamu walioidhinishwa. Uchunguzi huo hususan kwa picha zilizokuwa zikizunguka zaidi mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, baadhi yake zilikuwa halisi na za kweli, lakini nyingine hazikuwa halisi na zimechezewa kwa kutumia akili unde. Katika ile ripoti ambayo iliweza kusomwa na Mohamed Othman Chande jaji, hiyo ni kumaanisha waliokuwa wanampea ushahidi Chande hawakumpea ushahidi na kumweleza kwamba Samia aliiba uchaguzi. Lakini mmeshuhudia ripoti iliyokabidhiwa na mavitabu yale yaliyoko pale. Hii ni ripoti ya rais. Aliyeunda tume ni rais, na ripoti yote hii ni ya rais. Kwa hiyo wasitokee watu wengine wakadai ownership ya ripoti hii. Ni ripoti ya rais. Nilisema tume za huko nyuma zilikuwa zinabanwa kimya kimya. Mimi nimeamua tuambizane, lakini ripoti ni mali ya rais. kwa sababu anatueleza kwamba wale ambao waliandamana walikuwa na nia
ya kuvuruga uchaguzi wa Oktoba 29 usifanyike. Lakini je, Bwana Othman Chande katika ripoti yake yeye mwenyewe alieleza vizuri kabisa kilichosababisha Watanzania kuandamana. Namba 1 ni utekaji. Namba 2 ni tume huru ya uchaguzi na masuala ya kijamii. Namba 4 ukosefu wa ajira. Namba 5 maisha magumu na mazingira ya kibiashara. Pamoja na kusema kwamba demokrasia ambayo imeminywa. Hayo ndio ambayo yaliweza kuchochea Watanzania wakaandamana. Lakini kumbuka kwamba Watanzania walikuwa wanataka kitu ambacho kinaitwa reform kwanza kabla ya uchaguzi. Lakini sasa kitu ambacho kimeweza kukasirisha ndugu wa Tanzania zaidi katika hii ripoti ya Othman Chande ni jinsi ambavyo Chande anasema kwamba waliotekwa walijiteka kwa sababu ya mapenzi. Itawezekanaje Bwana Ezra niweze kujiteka iti kwamba tumekosana na mpenzi wangu? Kwa hivyo wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, hiyo ni kumaanisha Bwana Mdude, Bwana Soka, Bwana Humphrey Polepole walijiteka kwa sababu ya mapenzi? Tusemezane ukweli ndugu watazamaji. Uko na uwanja hapa chini wa mazungumzo, hapa chini unaweza andika maoni yako. Vile vile mkinielekeza Bwana Ezra njoo live hapa, iwe leo au kesho siku ya Alhamisi, mkinielekeza kwamba siku ya Ijumaa njoo live hapa hivi tusungumze, weka live hapa tujadiliane na nyinyi mkuje, mimi nitaweka. Nyinyi mko na ukweli kwamba au mnakubaliana na hii ripoti kwamba waliotekwa walijiteka, na eti kwamba waliokuwa wanajiteka walijiteka kwa sababu ya mapenzi? Eti mimi Ezra nimekosana mpenzi wangu nijiteke. Kwa nini? Kipindi ambapo Humphrey Polepole mwenye alikuwa nakosoa serikali alitoweka, kipindi ambapo alitoweka, sasa hivi ni miezi 6 hajaweza kupatikana, ni kumaanisha kwamba alitekwa. Soka, Mdude walipotea. Bwana Chande, hauna utu. Unatueleza kwamba waliopotea walipotea kwa sababu ya mapenzi. Mahala ambapo Bwana Chande amekosea zaidi, anatueleza kwamba walioaga dunia, waliouawa ni watu 518. Waliuawa wakati wa machafuko ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 Tanzania. Kipindi ambapo kuna picha, video ambazo zimekuwa zikionyesha miili ikiwa imerundikanishwa katika hospitali na mochari ya Mwananyamala. Na Bwana Chande anasimama na kusema kwamba zile picha ambazo zilikuwa zinasambazwa mitandaoni zilikuwa za mchongeo. Za mchongeo mpaka miili ikiwa imeoza. Wapenzi watazamaji, kabla hujanitukana, kwa sababu nilisubiri kwenye ripoti ya Chande izungumzie uchunguzi ambao uliweza kufanywa na CNN kwamba wananchi walizikwa au miili ilizikwa upande wa Kunduchi. Chande hakutupilia mbali ile ripoti. Nilisubiri
waikatae ripoti ya BBC. Hawakuikataa, ila Samia anasimama na kuwaelekeza Watanzania kwamba msikubali watu kutoka Marekani wakuje kuchochea eti sisi tupigane, tuchukiane, kipindi ambapo ameshaua kwa sababu ya mamlaka, ameshamwaga damu, amesalia madarakani, alafu anataka kutuambia kwamba tusije tukasikia viongozi wa kule nje. Kipindi ambapo anatuelekeza hivyo, atarudisha hai ndugu zetu waliouawa? Atarudisha? Hawezi. Lakini wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, wale watu wote ambao waliaga dunia zaidi ya 10,000, itawezekanaje sasa hivi Samia na utawala wake wameweza kupunguza idadi mpaka 518? Na kipindi ambapo serikali inadhibitisha kwamba walioaga dunia 518 kutokana na machafuko ya uchaguzi, kwani wale ambao waliuawa walikuwa na haki ya kuuawa? Hii tume ya Chande imenikasirisha. Kwa nini? Tume ya Chande inaeleza kwamba waliokuwa wanaandamana walikuwa na silaha, ila si kuona mahala ambapo Chande aliweza kusema kwamba polisi waliua ndugu zetu, au si kuona mahala ambapo Chande aliweza kueleza kwamba polisi walitumia silaha za moto, ila Chande alielezea ulimwengu kabisa kwamba waliokuwa wanaandamana waliingia kwenye maandamano wakiwa na silaha hatari, crude weapons, ikiwa mawe, mshale, mkuki, bunduki. Sasa kipindi ambapo Othman Chande anaeleza kwamba watu walikuwa wanaandamana wakiwa na bunduki, ni kumaanisha anataka kueleza kwamba waliouawa waliuawa na wale ambao walikuwa wanaandamana na wala sio polisi. Tume ambayo iliweza kuundwa ikiwa na makusudi ya kutuliza hasira za Watanzania imeweza kuamsha hasira za Watanzania. Eti waliouawa walipatikana barabarani, na wale ambao polisi walikuwa wanafuata watu mpaka kwenye majumbani mwao wanawaua pale. Mbona polisi au mbona hii tume ya Chande haikuzungumzia hilo? Kwa sababu kuna kanda ambazo zilikuwa zinaonyesha, ambazo ziwezi nikaweka hapa, zilikuwa zinaonyesha jinsi ambavyo binadamu anauawa. Polisi walikuwa wanafuata watu mpaka majumbani mwao. In fact, kuna mzee mwenye alizungumza na BBC akieleza kwamba aliona vibaya na bado anaomboleza jinsi ambavyo mtoto wake aliweza kuuawa. Taarifa hii inanikumbusha kifo cha mwanangu, kwa sababu yeye alikuwa si mwandamanaji. Yeye alikuwa kwenye mihangaiko yake, alikuwa anaenda kupata riziki, lakini yule ni kwamba amepigwa kwa kuonewa, si kwamba labda alikuwa kwenye vurugu. Hapana. Mwanangu mimi nilipopata maiti yake nilizika nyumbani kwangu, na ina maana ninamkumbuka kila mara. Ninasikia uchungu sana, yaani ninapata majonzi makubwa sana, ninapata uchungu na ninaona kabisa kwamba si haki yangu, ni manyanyaso. Wote ndugu zetu tuliowapoteza, kwa sababu kuna watu wametumia gharama. Kwa mfano kama mimi hapa nimetumia gharama kumsafirisha mwanangu kutoka hapo mpaka nyumbani huku, na maandalizi kama msiba unavyojua uzito wa msiba. Hebu niambie, gharama hizo mimi nitalipwa na nani? Ni kijana alikuwa na umri wa takriban miaka 25, alikuwa na mtoto mmoja. Mtoto yule ni kwamba anasoma, ni jukumu langu. Wapenzi watazamaji, alafu tunakuja kuelezwa kwamba walioandamana walikuwa wanalipwa ndiposa waandamane. Na kama haya maneno ambayo Chande aliweza kuyazungumza, iwapo ni ya ukweli kwamba walioandamana walilipwa wakaandamana,
kwamba walioandamana walikuwa wamepewa mafunzo miezi miwili kabla ya uchaguzi. Je, idara ya DCI, idara ya ujasusi haipo Tanzania? Kwa sababu idara ya ujasusi ni kunusa kibaya ambacho kinaendelea kwenye nchi. DCI ni kuchunguza. Kwani kuna hizo idara? Na iwapo zingekuwepo, si hizi idara zingekuwa zimepata taarifa na zikawakamata wale ambao walikuwa kwenye mafunzo? Hii ripoti ya Chande ni feki na imekataliwa. Huyo hapa mwanaharakati mwenye anaitwa, huyu mwanaharakati kutoka upande wa Marekani, huyu hapa akiikataa hiyo ripoti. Tena Tanzania nipo hoi na umwa, but I had to say something. Baada ya hii ripoti mliona leo, ndo hawa watu, kuna watu wanataka kufanya nao maridhiano, ndo hawa watu ambao wanataka kufanya maridhiano. Maridhiano gani ya maana yanaweza kupatikana kwa watu ambao wanaweza kutoa ripoti kama hii kwa Watanzania? This is an insult. Yani kama vile walichofanya leo ni kama kuja kutuonesha vidonda vya Watanzania. Watu ni mashetani, ni mashetani majini. Waandamanaji walilipwa. Wanasema watu walitekwa sijui kwa sababu ya mapenzi, sijui nini. Wanasema vifo 500 na ngapi sijui. Yani kilichofanywa kwenye ile tume leo ndio kitu ambacho watu wengi tulikuwa expect. Sijui kama nini mmekuwa surprised. Mimi hiki kilichoongelewa leo na hii tume ndio kitu ambacho mimi nilikuwa expect. Yani Watanzania, we have to be serious and fight. Lazima tupambane sasa hivi, kila mtu lazima. Wanasema watu walichochewa na wanaharakati. Maandamano yalichochewa na wanaharakati, hawakuchochewa na ufisadi wao, hawakuchochewa na ufisadi wao wa kihistoria waliofanya, hawakuchochewa na wananchi kukosa hata maji ya kunywa. Maandamano yale hawakuchochewa na uchaguzi usio na haki. Yani kwamba wanaongea as if maandamano yale yametokana na hao mbwa wenyewe. Yani I'm so mad. I'm so mad. Watanzania, ni muda wa sisi kupambana na hawa mbwa, kwa maandamano, kwa kila kitu. Naomba nirudi. Hii ripoti ilichoonyesha ni kwamba hawa mashetani hawana remorse, hawana regret yoyote. Ndio hawa watu wa kufanya nao maridhiano. Lakini Watanzania tumeumia, lakini huu sio muda wa kuumia mpaka to give up. Huu sio muda wa ku give up kwa sababu tumeumia. Huu ndio muda wa sisi kuongeza nguvu kwenye kupambania nchi yetu. Huu ndio muda wa sisi kusimama na kudai haki na kuipata. Tusivunjike moyo, tutashinda. Win. Wameua watu kama mbwa. Halafu wanakuja kuleta ripoti ya kisenge kiasi hiki. Hawa watu ni Watanzania,
We have to keep fighting, kila mmoja wetu, na tutashinda. Nawaambia tutashinda as long as we don't give up and we fight. Mungu yuko na sisi. Roho za ndugu zetu zilizoondoka 29 Oktoba zitapata haki, zitaleta haki kwenye nchi. Unasikia jinsi ambavyo mwanadada anasema? Watu waliuliwa kiholela, na aliyepeana maagizo ni Samia kuelekea kwa polisi, kwa sababu nakumbuka tarehe 29 Oktoba kama jana. Nakumbuka tu kama jana. Tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni, Inspekta Jenerali Bwana Wambura alieleza wazi kwamba makataa ya kutotoka nje yametolewa, na kutoka hapo polisi wakapewa maagizo ya kufyeka yeyote atakayepatikana. Polisi hawakuwekewa lawama. Waliowekewa lawama ni wale ambao walikuwa wanaandamana na kusemekana kwamba eti walikuwa na silaha. Alafu jinsi ambavyo ndugu zetu waliuawa, wengine mpaka sasa hivi miili yao bado haijaweza kupatikana, ilizikwa kwenye makaburi ya pamoja upande wa Kunduchi na serikali. Alafu Chande anakuja kupendekeza eti maridhiano, wakaridhiane na wale ambao waliweza kuwaua kwanza. Chadema wameweza kutoa ripoti baada ya ripoti yake Chande. Chadema wanasema hivi: taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinarejelea msimamo wake wa awali wa tarehe 19 Novemba mwaka 2025 kutotambua mchakato mzima wa tume iliyoundwa na Samia Suluhu Hassan, na kinapinga kwa ujumla wake ripoti iliyowasilishwa leo tarehe 23 Aprili mwaka 2026 na tume hiyo chini ya Jaji Mohamed Chande Othman. Chadema inasisitiza kuwa kwa mujibu wa kauli ya wazi ya Samia Suluhu Hassan mwenyewe, ripoti hiyo yake binafsi hivyo haiwezi kuchukuliwa kama nyaraka huru yenye kuakisi ukweli au haki kwa waathirika na matukio yaliyopita. Chadema inasisitiza kuwa ripoti hii na mchakato wake wote ni batili kwa sababu zifuatazo. Moja, jambo la kwanza la msingi, msimamo wetu unatokana na ukweli kwamba mteuzi wa tume hiyo ndugu Samia Suluhu Hassan hana uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili. Alijipachikia urais kupitia mchakato usio huru, usio wa haki, usio wa wazi na usiokidhi viwango vya kidemokrasia, kama ambavyo walivyosema waangalizi wa uchaguzi wa Umoja wa Afrika na wale wa Jumuiya ya Afrika Kusini mwa Afrika. Ndugu Samia hana mamlaka ya kimaadili na ya kisiasa kuunda chombo cha kuchunguza uhalali mkubwa uliofanywa na utawala wake dhidi ya raia. Aidha, kwa mujibu wa sheria ya uchunguzi Commissions of Inquiry Act 2002 Chapter 32, tume ya aina hii ni chombo cha rais kinachofanya kazi kwa matakwa na maelekezo yake. Kwa mantiki hiyo, si chombo huru na hakiwezi kutoa ukweli wala haki katika mazingira ambapo serikali ndiyo mtuhumiwa mkuu. Kwa hivyo Chadema inasema kwamba mtuhumiwa wa mauaji ni serikali. Kwa hivyo hii tume batili ya Chande iliweza kuundwa na Samia. Kwa hivyo hawangemchunguza Samia. Akaendelea kusema hivi: zaidi ya hapo, haiwezekani mtuhumiwa akajichunguza mwenyewe halafu tutarajia haki. Serikali ya Samia ndiyo iliyopanga, kuratibu na kuelekeza mauaji, utekaji
mateso, ubakaji, unyanyasaji na ukiukwaji mpana wa haki za binadamu. Wote walioteuliwa ndani ya tume hiyo waliwahi kuwa au ni watumishi wa serikali na pia ni wanachama wa chama anachokiongoza ndugu Samia CCM, jambo ambalo kimsingi linakiuka kanuni ya msingi kwamba tume huru haipaswi kuwa na uhusiano wowote na serikali wala chama tawala. Ukweli, tume haiwezi ikaitwa kwamba ni huru kipindi ambapo wanachama wake wanafanya kazi kwa serikali. Si wataenda kutetea serikali yenyewe? Chadema wakaendelea kusema kwamba hawa wajumbe wakati wote wamekuwa sehemu muhimu ya kulingiza nchi yetu kwenye maafa haya, na baadhi yao ni watuhumiwa wa kupanga na kutekeleza ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakiwa madarakani. Hii si tume huru, ni njama ya kuficha ukweli, kufuta ushahidi na kuendelea kuwaumiza waathirika. Chama kinaendelea kusisitiza hitaji la kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa na kitaifa utakaokuwa na uaminifu, uwazi na ukweli bila upendeleo. Aidha, Chadema kinaendelea kufanya uchambuzi wa muktasari wa ripoti iliyosomwa na Jaji Mohamed Chande pamoja na hotuba iliyotolewa baada ya kupokelewa kwa ripoti hiyo. Kauli kamili ya chama itatolewa baada ya kikao cha kamati kuu kitakachofanyika tarehe 28 na 29 Aprili. Unaona, Chadema wameweza kupendekeza moja, uchunguzi wa kimataifa ufanyike. Kwa hivyo wamekataa hii ripoti ya Chande. Wameeleza kwamba wanachama ambao walikuwa wanaunda hili jopo ama hii kamati ya Chande, wengine wao waliwahi fanya kazi ndani ya hii serikali, wengine ni wanachama wa CCM. Kwa hivyo walikuwa wanafanyia serikali kazi na wala sio wananchi, na hii tume sio halali. Namba 2, Chadema wanaeleza kwamba serikali haiwezi kujichunguza. Wao ndio watuhumiwa wakuu, wapangaji, wauaji, watekelezaji na wabakaji wa matukio ya mwaka uliopita. Kwa hivyo hakuna haki ambayo ingetendeka hapa. Sijui kama unanielewa. Mimi kitu ambacho kinanishangaza ni pale ambapo Chanda anaeleza kwamba waliotekwa walijiteka. Eti watu walikuwa wanaandamana wakiwa na silaha hatari kama vile bunduki. Watu walitoa wapi bunduki? Na jambo lingine ambalo liliweza kunishtua ni kwamba walioandamana walikuwa wamelipwa. Sasa ninaweza nikalipwa niende kutetea demokrasia? Kwa sababu ule uchaguzi haukukuwa wa haki na huru. Kwa sababu kuna ndugu zetu ambao walikuwa wametekwa. Hauwezi ukaandaa mazingira yawe mabaya alafu utarajie mema. Unateka wananchi, unawanyanyasa, alafu utake wananchi wakupende. Hicho ndicho kilichochea wananchi wakaandamana. Wapenzi watazamaji, Chande yupo sawa kweli? Tulipoteza ndugu wengi, wengine waliumizwa, wengine wakapoteza watoto wao, alafu mnakuja kutoa ripoti ya kibatili kiasi hichi. Sikusikia mahala ambapo Chande aliweza kuchunguza hotuba ya Samia akiambia wanajeshi wajiandae kwa minajili ya uchaguzi, kutakuwa na mapambano makali. Sikusikia mahala ambapo Chande aliweza kutaja kwamba alikagua hotuba ya Samia akisema kwamba hapata kuwepo na nywinywi wala nywinywi. Kitu ambacho Chande waliona ni jopo la ama kitu ambacho Chande aliona ni chama cha Chadema walipokuwa wanasema kwamba lazima pawepo na mageuzi ya uchaguzi kabla ya uchaguzi. No election, no reforms.
Wanasema kwamba hayo ndiyo yaliweza kuchochea maandamano, lakini hawakusema kwamba kutekwa kwa Lissu kulichochea wananchi wakaandamana. Wacha nikwambie ndugu wa Tanzania, tusije tukatarajia haki kutendeka chini ya uongozi wa hichi kimama muuaji Samia. Tusije tukatarajia, tusitarajie haki kabisa. Samia ni muuaji, Samia ni mbakaji, Samia ni mwizi, yeye ndiye alifanya hayo yote. Hatuwezi tukatarajia mema kutoka kwake tena. Hawawezi wakaunda tume au jopo likuje kusema kwamba wananchi waliandamana baada ya kulipwa, au wengine walikuwa wamepewa ahadi kwamba wakiandamana watapewa sijui ni shilingi ngapi, milioni ngapi. Nikimalizia, tume hii ya Chande haikukuwa ni tume ya kumpea mwananchi haki, bali ilikuwa ni tume ya kumsafisha Samia, ya kusafisha wizi wa kura, ya kumsafisha Samia kwamba hakuhusika kwenye mauaji, kipindi ambapo Samia, Abduli na Kikwete walihusika kwenye mauaji. Sijui wazo lako ni lipi? Wacha nikuachie uwanja hapa ukatoe maoni. Je, unakubaliana na hii ripoti ambayo ilitolewa na Chande? Weka wazo lako hapa chini, komenti na ushare hichi kituo.